Kwamba miongoni mwa kazi za shirikisho ni kutoa elimu kwa wafanyakazi na wanachama wao ili kuhakikisha kwamba wanaelewa majukumu yao, lakini vile vile wanajua haki zao, wanajua na maslahi yao na wanajua namna ya kuzitetea. Kwa hiyo shughuli yetu hii ya leo ni shughuli maalum kwa ajili ya watendaji wa vyama shiriki. Tuna vyama 8, watendaji wake pamoja na baadhi ya viongozi wa vyama, ili waweze kuelewa majukumu yao kutokana na mabadiliko yanayotokea katika maeneo ya kazi. Kama tunavyoelewa kwamba kila siku zinavyoenda mbele, basi maeneo ya kazi yanakumbwa na changamoto na mafanikio ya namna mbalimbali. Mabadiliko ya tabia ya nchi, mabadiliko ya mazingira, mabadiliko ya teknolojia yanazifanya sehemu za kazi ziwe na namna tofauti za kufanya kazi. Kwa hiyo kwa msingi huo, kila baada ya muda tumejiwekea kwamba watendaji wetu wanaofanya kazi katika vyama vyetu vya wafanyakazi tunawapa taaluma mpya ili waweze kufanya kazi zao kwa mujibu wa teknolojia inayojitokeza na mabadiliko yanayojitokeza. Kwa hiyo leo tupo hapa na watendaji wote wa vyama vyote kuelimisha maadili, kuelimisha ujuzi wa kazi zao na kuelekeza katika yale malengo ya taasisi zetu ili huduma bora ya vyama iweze kutolewa kwa wanachama na wafanyakazi wa Zanzibar. Shirikisho ikaona basi wacha tulifanye hili na shirikisho nalo litoe mchango katika kuhakikisha kwamba watendaji wa vyama hivi wanajengewa uwezo katika maeneo mbalimbali katika upande mmoja, lakini upande wa pili kuwakusanyisha pamoja katika mkutano rasmi kama huu, sababu tunajua kwamba mnakutana katika maeneo mbalimbali lakini katika kazi mbalimbali ambazo hazina mnasaba wa kubadilishana uzoefu na ujuzi ambao mtaufanya leo. Sasa tuipongeze shirikisho kwa hilo. Sasa wito wangu kwenu, mafunzo siku zote yana faida nyingi. Ya kwanza ile tunaifurahia, mtu anajua atarudi nyumbani na zawadi. Lakini faida kubwa kabisa sio hiyo. Faida kubwa ni mabadiliko. Tubadilike. Tulivyofanya kazi jana, tusifanye kazi vile vile leo, na halikadhalika kesho tukiamka tufanye kazi vizuri zaidi. Tunatoa huduma bila hata kutumia nguvu kubwa. Huduma zikiwa nzuri, tunaowahudumia wataridhika, na walokuwa hawajajiunga na hivi vyama vyetu watajiunga. Kwa hiyo tunapotoa huduma, tunaowahudumia ni mabalozi. Tukitoa huduma nzuri, wanatutangaza vizuri, watu watavutiwa, watasema kumbe vyama vina umuhimu wa aina yake, kwa sababu huduma zinazotolewa tunazifurahia. Kwa hiyo thamani ya mafunzo haya itapatikana tu ikiwa lengo litafikiwa, na ili lengo lifikiwe ni muhimu sana tukiondoka hapa tubadilike. Leo hii hapa tumepata mafunzo ya utendaji kwa watendaji wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi pamoja na vyama vingine shiriki. Mafunzo haya kusema kweli ni muhimu sana, kwa sababu yanatukumbusha majukumu yetu na namna ya kutekeleza wajibu wetu katika ofisi zetu. Mambo ambayo tumejifunza hapa kwa kweli ni maeneo muhimu sana. Tumejifunza kuhusu mawasiliano, tumejifunza kuhusu namna bora ya kutoa huduma. Wahasibu wamepata kujikumbusha majukumu yao ya kihasibu, pamoja na kuangalia changamoto katika maeneo yote haya, na vile vile tumejifunza namna ya kutatua changamoto hizi. Kwa hiyo kwa jumla mafunzo haya kwa kweli ni muhimu na amekuja kwa wakati mwafaka, hasa ukizingatia wahudumu hawa wa maofisi pamoja na watendaji mara nyingi fursa kama hizi hawazipati. Kwa hiyo tunalishukuru shirikisho na tunalipongeza. Tunaomba mafunzo ya aina hii yawe endelevu. Leo tuko hapa katika mafunzo ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi ZATOC
tunajifunza mambo mengi sana. Katika mambo hayo tumejifunza namna ya kuwasiliana ndani ya ofisi zetu na nje ya ofisi zetu, lakini pia tumeweza kujua ni namna gani ya kuwasiliana. Kuna mawasiliano ya aina mbalimbali. Kwa hiyo tumejifunza yapi ni mawasiliano bora, na pia tumejifunza majukumu yetu ya kazi, changamoto na namna ya kutatua changamoto, na bado tunaendelea kujifunza, na tunawashauri wafanyakazi wengine pia waendelee kujifunza kupitia sisi ambao tumepata mafunzo haya siku ya leo. Tunashukuru sana Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi kwa kuweza kutupa mafunzo haya. Tunaamini tutatenda sawa sawa tulivyofundishwa.